finali. Kila kocha tuanzie kwa kocha benchi la ufundi. Namna ambavyo umeifuatilia RS Berkane kiufundi, namna ambavyo wanapenda kucheza wakiwa nyumbani pale, lakini pia mnyama Simba Sports aingiaje chini ya mwalimu Fadlu Davis? Kimsingi kwanza lazima tukubali, mimi naikaga clear kwanza, RS Berkane ni timu bora. Ni timu nzuri sana. Sio kwa bahati mbaya kubeba hivi vikombe vya Confederation, kucheza finali mara kwa mara, kuwa klabu tishio kwenye hii michuano ya Confederation, kufanya vizuri katika ligi ya Morocco hadi kuchukua ubingwa kwenye season hii. Sio kwa bahati mbaya. Ni investment ambayo wameifanya, ni ubora ambao wako nao. Miongoni mwa silaha bora ambazo wako nazo ni matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani, kwa maana ya uwanja wa Manispaa ya Berkane. Ni uwanja ambao ni mdogo, unabeba watazamaji 15,000, lakini mashabiki wake wanatoa pressure ya kutosha kwa sababu ni karibu na pitch. Lile jukwaa la Orange Boys wenyewe wanashangilia kwa nguvu. Nadhani tumeona mechi za Simba wao sio kwenda pale. Tuliona wanatoa pressure kweli kweli wale mashabiki. Kwa hiyo kuna hiyo advantage ambayo wako nayo. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni eneo la technical staff. Eneo la technical staff timu yao imepita chini ya makocha wengi wazuri, ikiwemo Jean Frola Ibenge ambaye kabla ya RS Berkane ilikuwa tayari alishakuwa na rekodi ya kubeba vikombe vya CAF, ikiwemo kombe la CHAN mwaka 2016 akiwa na DR Congo. Hapa walicheza Rwanda dhidi ya Mali akina Jigi Jiara, lakini ameshacheza finali mwaka 2014 akiwa na Vita Club yakina Joyce Lomalisa Mutambala, Nelson Munganga. Huyu walicheza mpaka finali ya kombe la shirikisho ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Tete Satif ya Algeria. Kwa hiyo ni kocha ambaye tayari alikuwa ana experience. Akiwa na Vita Club mwaka 2018 alicheza pia finali, alipoteza dhidi ya Raja Casablanca, alikuwa pale Jean Frola Ibenge. Sasa hivi imekuwa bora zaidi pia kwa sababu wamechukua ubingwa pia wa Morocco. Na target ya hii timu wakati inarudi tena katika ligi kuu ya Morocco Botola, target yao ilikuwa ni kuchallenge hizi timu mbili za Casablanca, kwa sababu football ya Morocco ipo Casablanca, ambako wapo Wydad Casablanca, the Red Castle pamoja na Green Eagles Raja Casablanca. Kwa hiyo ni timu ambazo take over ufalme wa soka ya Morocco hizi mbili. Wanakuja FAR Rabat, wanakuja FUS Rabat kwa kipindi, wana challenge, lakini hizi mbili ndio klabu bora za muda wote. Na sio tu ndani ya Morocco. Tunapozungumzia klabu zenye hadhi ya nyota 5 barani Afrika ziko 6, ikiwemo Raja na Wydad Casablanca. Sawa. Sasa RS Berkane target ilikuwa ni kuzichallenge hizi timu mbili, wapenetrate wapite katikati yao. Na wamefanikiwa msimu huu. Sawa. Wamefanikiwa kwa maana ya kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Morocco. Next season tunakwenda kwenye Champions League. Lakini wamefanikiwa kwenye kipindi ambacho wanaye Moine Shaban. Huyu ni head coach wao, moja ya makocha bora kabisa Afrika. Ni kocha ambaye kama tutamkumbuka vizuri alikuwepo kwenye ile Esperance bora kabisa 2018, 2019, 2020. Wanachukua ubingwa back to back wa Champions League. Esperance, nakumbuka kwenye midfield yao kuna Frank Com, kuna Faustini Kolibali, double pivot wanapiga kule juu, yupo Kheni Staha anacheza kule juu, yupo Yusuf Belaili. Ilikuwa ni Esperance moja tishio sana, alitengeneza huyo Moine Shaban. Kwa hiyo ni Mtunisia huyu. Kwa hiyo Berkane wamemchukua Moine Shaban, kocha ambaye sasa hivi amewapeleka finali, kocha ambaye kwenye ubingwa wa ligi kuu ameshabeba tayari. Huyo ni Moine Shaban. Kwa hiyo technical staff yao ni bora, wanajivunia nayo. Lakini eneo la mwisho, wachezaji wa Berkane ukienda kuangalia haraka auoni kama wanatisha sana kwa maana ya wasifu. Unaweza kupika wachezaji wawili watatu basi. The rest ni wachezaji ambao wasifu wao, ile profile zao ni wa kawaida. Wala usifikirie, unaona kwa mfano kama Pyramids ya Misri, sababu stories zao zinafanana. Pyramid ya Misri imesajili wachezaji wengi wenye majina mazuri kutoka pale Misri. Wamechukua Zamalek, wamechukua Ahli, wamechukua Suinjia pale wengi. Wale usifikiri wamechukua Raja, wamechukua Wydad, la hasha. Wamechukua tu kwenye timu za kawaida. Sasa maana yake nini? Wana scouting network bora kweli kweli. Kwa sababu wachezaji ambao wanawachukua inaonekana ni wachezaji wa kawaida, lakini wanakwenda kuclick ndani ya RS Berkane. Wana click kwa sababu ya ambition ya timu, wana click kwa sababu Berkane wana scout wachezaji kutokana na vigezo vyao ambavyo wanajithibitishia mpaka kumsajili huyo mchezaji. Ingawaje
kuna kipindi unachukua wachezaji ambao ni bora na inatokea wanafeli. Ikiwa na network kubwa ya kusajili haimaanishi uweze kufeli. Ilishawahi kutokea waliwahi kumsajili Clatous Chota Chama akaenda kwenye kikosi chao na haku-click mpaka baadaye wakamwacha, si ndio? Lakini Chama sisi ni mashahidi wote kwamba ni moja ya wachezaji bora kwenye kikosi cha Simba kwa wakati ule, si ndio? Walisajili wakina Tuisila Kisinda, sisi tulikuwa tunaona Tuisila huyu wa nini, lakini walimsajili na alikuwa anapata nafasi ya kucheza. Shedrack Kombe, Lukombe Mzungu alikuwa anacheza pia. Yusufu Dayo wamemsajili, yuko pale pia anacheza. Kwa hiyo ni timu ambayo network ya scouting ni nzuri na ni bora, so far wamekuwa wakifanya vizuri. Tofauti na hawa Wydad Raja wenyewe wanasajili potential, wanasajili quality za wachezaji wakubwa ambao wamefanya vizuri maeneo mengine pia. Ndio, umegusia baadhi ya maeneo hapo technical staff, lakini kwa upande wa Simba tunaona Fadlu Davis, manake kocha huyu alikotoka experience amefanya mambo mengi makubwa, lakini tunaona Fadlu alikotoka naye alikuwa ni kocha msaidizi, lakini amepita baadhi ya virabu na historia yake akicheza katika baadhi ya michuano, bila shaka akiwa anataka kufanya kitu, kwa sababu katika msimu huu pia ukiacha Berkane tayari ashachukua ubingwa, lakini naye anagombania nafasi ya kuchukua ubingwa, huku unaangalia FA ameipeleka timu nusu finali, lakini katika kombe la shirikisho ameipeleka timu finali. Ni bila shaka na Simba ina kocha mzuri. Zungumzia nafasi ya kocha, lakini wachezaji gani kwa upande wa Berkane ambao Simba wanatakiwa kuwachunga zaidi? Okay, tuanze na kocha wa Simba, si ndio? Kimsingi Fadlu Davids ni kocha mzuri, that's why hata Joseph Zimbabwe, mmoja wa makocha bora ambao alifanya kazi South Africa, amefanya kazi Casablanca Morocco, alimpoint tena. Yaani alifanya naye kazi kwenye kikosi cha Orlando kama assistant coach. Alikuwa yeye pamoja na Rulani Mokoena. Rulani baadaye wakati yuko Mamelodi alivyoondoka Joseph Zimbabwe akampoint tena Fadlu Davids akiwa Lokomotiv Moscow ya Urusi. Akamuita Fadlu Davids akafanya naye kazi. Wakafanya kwa kipindi kifupi, mambo yakwenda vizuri kule, akawa ametimuliwa. Baadaye akaenda kwenye kikosi cha Raja ndo akamchukua tena, akamwambia njoo na kuhitaji huku. Akaenda naye kule, wakaenda kufanya kazi. Lakini Fadlu alipointi pia na yeye, mtu ambaye anaamini kwenda kuifanya project ya Raja, kuirudisha Raja katika makali. Ukumbuke Raja kipindi kile ilikuwa imechoka. Kuirudisha Raja katika makali, miongoni mwa nguvu ambazo alikuwa ameziongeza alikuwa ni Mwezi Kaji. Mwezi Kaji ni performance analyst ambaye pia tunasema video analyst. Yes, wa Simba sasa hivi. Lakini huyu alimchukua kutoka South Africa. Kwa hiyo Fadlu alimchukua Mwezi Kaji, alifanya naye kazi Maritzburg United, akampeleka kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Combination hii, Joseph Zimbabwe, Fadlu Davids, Mwezi Kaji, ililipa pale. Wakafanya vizuri kwa kuirudisha Raja katika winning track, kuirudisha katika ufalme wake, wakabeba ubingwa wa Morocco Botola. Wakabeba Throne Cup unbeaten. Michuano yote hiyo. Wakupoteza mchezo hata mmoja. Manake ndani yake au RS Berkane pia walikuwemo. RS Berkane mechi ya kwanza walicheza ya duru la kwanza, walitoka sare. Mechi ya pili akapigwa Berkane mabao 3. Lakini mechi ya kwanza kabisa Fadlu Davids pamoja na Joseph Zimbabwe ndo wanaanza kukaa katika benchi, ilikuwa ni Throne Cup final. Yaani walikuwa wamekutana na RS Berkane kwenye kombe la FA finali. Walipigwa wale goli 1-0. Bao walifunga Yusufu Dayo kwa mkojo wa penalty. Baada dakika 23 tu Raja walionyeshwa kadi nyekundu. Baada ya hapo mechi ikaenda mpaka extra time. Extra time kule wakafanya makosa wale, wakamkata mtu ndani ya box, ikapigwa penalty. Kwa hiyo ndo mechi ambayo walianza nayo Fadlu na Joseph Zimbabwe na wakapoteza kwa RS Berkane. Baada ya pale kwenye ligi wakaenda kumnyosha. Mechi ya kwanza sare, mechi ya pili kaenda kunyosha Berkane. Kwa hiyo ni makocha ambao ni miongoni mwa faida ambazo Simba wako nazo ni kuwa na hawa waongoza njia. Waongoza njia ambao wanaifahamu ligi ya Morocco, wanafahamu kuhusu Orange Boys RS Berkane, wamesha kwenda kucheza katika ule uwanja wa Manispaa ya Berkane, wanafahamu juu ya ukubwa ambao RS Berkane wako nao. Baada ya Fadlu Davids kuondoka na Joseph Zimbabwe, Raja Casablanca imepoteza tena makali yake, ndio wamekuja nani RS Berkane ku take over. Maana yake nini? Maana yake Fadlu na Zimbabwe walifanya kazi nzuri kwa nyima Berkane fursa ya kubeba ubingwa wa ligi ya Morocco. Umeelewa? Baada ya kuondoka wakarudi tena kwa maana kwenda kubeba ubingwa wa ligi ya Morocco, lakini Fadlu akawa ameondoka kaenda kuanzisha project yake as a head coach, ndio yuko Simba. Akiwa Simba akamvuta tena Mwezi Kaji
ambaye alikuwa assistant video analyst kutoka kwenye klabu ya Raja Casablanca, akamleta Simba, na kwa pamoja ndio wametengeneza hiyo Simba ambayo umehitaja hapa kwamba imecheza, iko finali, iko kwenye ligi nafasi ya ngapi, iko CRDB nini. Hiyo ndio hii impact ya hawa technical staff. Umenielewa? Ukiangalia Simba timu yao ni ya project, ndio maana hata wenyewe wanatumia neno kwamba tunahitaji muda zaidi, tunaijenga timu. Hawakosei, timu imefanya reshuffle, imeleta wachezaji wengi wapya. Mind you, katika idadi kubwa ya wachezaji wapya ambao wamewaleta, wapo floppy humo ndani. Yaani wapo wachezaji ambao hawaja perform tena katika nafasi nyeti, miongoni mwa maeneo ambayo Simba alikuwa na struggle kwenye miaka hapa karibuni. Yanga na dominate ligi, ilikuwa ni eneo la midfield, safu ya kiungo cha chini, kiungo cha juu pia ilikuwa ni eneo ambalo haliko vizuri. So far tunapozungumza, wameleta Deborah Fernandez Mavambo, of which performance yake iridhishi, hata nafasi imekuwa ngumu kwake. Wamemleta Augustine Okejefa, amekosa nafasi pia kwenye kikosi cha kwanza, lakini Deborah Fernandez alikuwa mzuri akiwa na Mutondo Stars ya Zambia. Na Augustine Okejefa alikuwa MVP wa ligi ya Nigeria, of which hata wewe ungeambiwa bwana huyu ni MVP tunamleta kwenye timu usingekataa, ungekubali kumleta. Lakini wamemleta and still kuna wachezaji hawakufanya vizuri, lakini Fadlu Davids akaamua kule kilo tunaita kugenja, yani kuungaunga. Umeelewa? Yani kuna watu mmewasajili mkiamini hawa watakuwa bora, ataenda kufanya kikosi chetu kiwe imara zaidi, alafu hawafanye vizuri, kwa hiyo wanaamua kugenja, kuungaunga hawa ambao uko nao ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kupitia rasilimali zile ambazo zimebakia zinafanya vizuri, akaitengeneza Simba strong, ndio hii ambayo imefika hadi finali ya kombe la shirikisho Afrika. Yeah. Mimi nataka uniambie sasa wachezaji gani ambao Simba wanatakiwa kuwachunga zaidi kwa upande wa RS Berkane. Tukianza kuna midfield ambaye tunaambiwa ni muhimili muhimu, Kamara. Yeah. Mamadou Lamine. Anyways, Berkane bad luck. Swali lako nitalijibu. Lakini Berkane ni timu. Sawa? Berkane sio ya mchezaji mmoja. Sio ya kuna winga wa hatari, kuna sui fulani ndio mzuri. Ni timu as Berkane. Kwangu mimi ukiniambia Berkane nikutajia mchezaji hatari zaidi, kwangu mimi ni Sofu Dayo. Ni center back. Yule bwana ni bonge moja la mchezaji ambaye ni captain. Yule Yusufu Dayo alifanya kazi na Jean Frolai Benge Vita Club. Mwaka 2014 Vita wanacheza finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Entente Setif. Pale nyuma yupo Yusufu Dayo anazima. Umeelewa? Baadaye ndo akatoka kenda Berkane 2015. Baada ile finali kuisha, nadhani alikaa msimu mmoja Vita akaenda Berkane. Kufika Berkane, revolution hii ya Berkane, ubora huu, kubeba makombe, kucheza finali nini, Yusufu Dayo ni miongoni mwa nguzo yao muhimu katika safu yao ya ulinzi. Dayo shekhe, nachelea kusema ni material ya Europe. Yusufu Dayo alichelewa kwenda Europe kwa sababu ukiangalia national team ya Burkina Faso, Yusufu Dayo ana partner na Steve Yago, ndo wanacheza pamoja hivi. Lakini Dayo ndo tunasema field marshal pale nyuma katika safu ya ulinzi. Yani Dayo ndo kila kitu. Steve Yago anacheza Europe, wanafanana hadi vimo hivi, lakini Dayo ndo kila kitu, yeye anacheza Afrika. Umeelewa? Hiyo inakuonesha kwamba huyu ni mchezaji wa kaliba gani. Akiwa na RS Berkane, nachomeka kitu ambacho hujaniuliza ila mimi nakichomeka tu. Chomeka baba. Simba wakati anatafuta center back msimu miwili nyuma, Jean Frolai Benge aliwaambia mchukueni Yusufu Dayo. Berkane anamaliza contract yake, anatafuta changamoto nyingine, mchukueni. That time Simba ilikuwa wanaambiwa Dayo, lakini huko tayari inaonekana kuna dalili za kumpata Sheikh Malone Fondo. Wakaenda katika age rate, wakamwona Sheikh Malone Fondo ni mdogo, wakaenda kumchukua Malone Fondo kutoka Cotton Sport, na yule akawa amesalia RS Berkane. Mambo yangeenda tofauti, basi pengine Yusufu Dayo wakati huo angekuwa upande wa pili wa shilingi. Sawa. Kwenye eneo la midfield umenitajia kuhusu Kamara Lamine Mamadou. Huyo ni kiungo wa chini, raia wa Senegal.
lakini kuna kiungo mwingine kama huyo yuko bench, anaitwa Ismaila Sidibe, one of the best midfielder ambaye Simba msimu huu 24-25 jina lake lilikuwepo katika report scouting yao. Ismaila Sidibe pamoja na Federico Bicoro katika eneo la midfield. Federico Bicoro alikuwa anacheza Club Africain dimba la chini, nyota Equatorial Guinea. Kwenye AFCON kama utakumbuka, Equatorial Guinea na Guinea wale Sile National walivyocheza mechi yao, alionyeshwa kadi nyekundu. Federico Bicoro dimba la chini likatoka yule pale. One of the best, kacheza sana Europe, kacheza sana Spain. Lakini Simba hawakumchukua. Ismaila Sidibe anacheza Etoile du Sahel, hawakumchukua. Sidibe akaenda Berkane, yule akaenda Wydad Casablanca akaenda Raja Casablanca. Kwa hiyo Lamine Camara ni moja ya viungo wazuri kusema kweli, na ametoka Senegal moja kwa moja. Muhimili, ni mchezaji muhimili. Ukitafuta wasifu wake uweze kukuta kwamba aliwahi kuwa mchezaji fulani hatari kwenye timu gani, akachukua ubingwa sehemu gani, wapi. Hiyo kitu ukioni. Sawa, lakini ndio ile tunakuja kwenye scouting network, kwamba network yao ya kuscout nzuri, kwa sababu ile performance anaonyesha Lamine Camara sio ya kawaida. Sheikh huyo Ismaila Sidibe ambaye anakaa bench ni one of the best midfielder, lakini apate nafasi mbele ya Camara yule tunayemuona. Umeelewa mchezaji mwingine ambaye ni bora ni Paul Bassene, ambaye ni kiungo, kumradhi, ni kiungo ushambuliaji kwa sasa hivi anamtolea pembeni, lakini ana uwezo kucheza kama striker pale juu pia. Huyu msimu uliopita alikuwa miongoni mwa top scorers, sababu top scorer alikuwa ni joint, wamefungana. Kwa hiyo huyu ni miongoni mwa silaha ambayo walikuwa wako nayo RS Berkane kwenye kampeni ya msimu huo, na ni nyota raia wa Senegal ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Tenguth. Tenguth ni ile timu ya Senegal ambayo miaka mitatu nyuma walimtoa Raja Casablanca kwenye Champions League, wakaingia kwenye group stage. Ikawa trending story sana, mechi ilichezwa katika matope, uwanja Mohamed wa 5 ulikuwa na maji mengi. Mechi ikawa inazimwa pale. Tenguth wakapita. Tenguth ile ni one of the best generation ya Senegal kwenye ngazi ya klabu. Ilitoa wachezaji wengi hatari. Kocha wao alikuwa Yusuf Dabo ambaye alikuja kufundisha Azam. Sako naye alikuwepo hivi. Yes, Pape Osman Sako alikuwa pale. Babakar Sarr kwenye dimba la chini hapa ambaye alicheza Simba, akaondoka. Malik Ndoye alikuwa beki wakati wa Azam, akaondoka pia. Kule juu alikuwa na Jibril Sila, anatokea mbavu moja anatokea Pape Osman Sako. Sawa, ilikuwa ni Tenguth moja hatari hiyo. Yule Bassene anatokea kwenye ile Tenguth. Kwa hiyo baada ile kampeni kumalizika, Jibril Sila akaenda Raja Casablanca kama utakumbuka. Pape Osman Sako akaenda Simba kama unakumbuka. Na yule bwana akawa amekwenda RS Berkane. Kwa hiyo ilitoa wachezaji wengi. Yule akawa ameenda kule. So ni moja ya wachezaji muhimu kwenye kikosi chao. Nyota mwingine ni golikipa Munir. Ni golikipa mzuri, ana uraia pacha, uraia wa Morocco pamoja na Spain. Ni one of the best goalies. Mchunguze tu akiwa golini pale. So far tunapozungumza, Berkane wana safu bora ya ulinzi, wana golikipa mzuri. Katika kampeni hizi mpaka sasa wameruhusu mabao mawili tu. Waliruhusu bao dhidi ya Stellenbosch na wameruhusu bao dhidi ya Constantine hatua ya semi final second leg. Baada ya hapo hakuna mchezo mwingine ambao wameruhusu bao. RS Berkane the Orange Boys. Kwa uchache, kwa faida ya chaji pale, manake naona inakata bwana. Kwa faida ya chaji. Tuzungumzie Simba waendeje kwenye huu mchezo. Hasa ile safu yao ya mbele. Winga kama Kibu Dennis, winga Kibisa wala mbele, unashauri nani aweze kuanza kwa faida ya mechi ya ugenini kwenye finali? Manake wana striker wawili. Yes, good thing ni kwamba Simba wana timu fulani ngumu ambayo ina nguvu kwenye kukaba, ina nguvu kwenye kushambulia. Mpanzo anakupa huduma ya kukaba timu ikiwa haina mpira. Kibu anakupa nguvu ya kukaba timu ikiwa haina mpira. Na hao ndio wingers ambao wanacheza kule juu pembeni. Sawa. Kwa hiyo ni wachezaji ambao unatarajia kuona wakipress kwa nguvu, unatarajia pia kuwaona wakirudi nyuma kwa maana ya kwenda kujidefend. Iko ni kitu kikubwa sana ambacho wako nacho Simba. Jean Charles Ahoua ndio mchezaji ambaye pengine asikupe huduma nzuri ya kukaba, lakini unahitaji kuwa naye uwanjani kwa sababu ana pasi moja nzuri ambayo inaweza kubadilisha kila kitu uwanjani. Kule juu kwenye kushambulia, Mkwala, Steven Dese ana press vya kutosha sana. Yule Afrika anafahamu mazingira ya kule. Kwa hiyo inawezekana ikawa miongoni mwa silaha ambayo anaweza kaenda nayo. Ni yoyote yule ambaye atamchagua kwenye kwanza pale kwenye striking force, yote itakuwa ina maana kubwa sana. Lakini hawa wawili ambao watakuwa pembeni watakuwa na nguvu kubwa. Berkane wakiwa nyumbani wana press kwa nguvu.
wanataka kuimaliza mechi wakiwa nyumbani. Wako hivyo. Kwa hiyo watakupressure kwa nguvu, watakupiga pressure kwa nguvu ili upoteze umakini waweze kukufungua. Kupaki basi sio solution. Tuliwaona Constantino wamepaki basi pale uwanja wa Berkane na wakala gongo hizi. Gongo 4. Kwa hiyo kupaki basi inawezekana, lakini uwe na sanaa nzuri, uwe umefanyia vizuri sana mazoezi ya kuweza kupaki basi katika uwanja ule Orange Boys. Kwangu mimi siamini sana kwenye mambo ya kupaki basi. Mimi naamini kwenye timu kufunguka pia kwenda kushambulia. Defend kupo, lakini kwa discipline, na ibakie kwamba unajilinda na sio kupaki basi. Kwa hiyo Simba naamini itaenda kufunguka katika ule uwanja kwa ajili ya kupata angalau bao, kwa sababu wakipata bao pale wanakwenda kufrustrate mazingira ya mpinzani. Yeah. Shukrani sana. Asante.